Unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe. Nimeona taarifa iliyotolewa na Umoja wa Afrika AU kumjibu Donald Trump. Nimeiona taarifa ambayo inasema Umoja wa Afrika umekataa madai ya Trump kuwa Nigeria kuna mauaji ya kimbari. Wakosoaji wanapaswa kufikiri mara mbili kabla ya kutoa matamshi kuhusu hali tata za usalama katika bara la Afrika. Mwenyekiti wa chombo hicho alisema Umoja wa Afrika umekataa kabisa madai ya mauaji ya kimbari nchini Nigeria. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf amesema tume ya Umoja wa Afrika AUC imekataa madai ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba mauaji ya kimbari yanafanyika nchini Nigeria dhidi ya idadi kubwa sana ya Wakristo, na chombo hicho kilionya kwamba matamshi kama hayo yanapotosha ukweli wa mzozo wenyewe. Trump aliweka Nigeria kwenye orodha ya nchi za wasiwasi maalum mwezi huu, akitoa mfano ukosefu wa usalama unaoendelea na mashambulizi kutoka kwa makundi yenye msimamo mkali. Pia aliamuru Pentagon kuandaa chaguzi zinazowezekana ikibidi za kijeshi ili kuwalinda Wakristo. Hatua hiyo ilifuatia madai ya mbunge wa Marekani wa Republican Ray Moore kwamba zaidi ya Wakristo 7,000 wameuawa nchini Nigeria mwaka huu, huku mamia zaidi wakitekwa nyara au kuhamishwa na makundi yenye silaha kama vile Boko Haram. Mwenyekiti wa AUC Mahmoud Ali Yusuf aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano wa pamoja na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Dr. Antonio Guterres huko New York Jumatano kwamba hakuna mauaji ya kimbari kaskazini mwa Nigeria, kinyume cha madai yaliyotolewa na maafisa wa Marekani. Mzunguko wa Trump wa Afrika kujinufaisha si ukarimu. Anasema sio ukarimu. Waathiriwa wa kwanza wa Boko Haram ni Waislamu, sio Wakristo, Yusuf alisema, akionya kwamba ugumu wa hali ya usalama kaskazini mwa Nigeria unapaswa kutusukuma kufikiria mara mbili kabla ya kutangaza au kutoa kauli kama hizo. Kinachoendelea kaskazini mwa Nigeria hakina uhusiano wowote na aina ya ukatili tunaouona Sudani au tunaouona katika sehemu za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alisema. Aliunga mkono msimamo wa serikali ya Nigeria kwamba vurugu katika nchi yenye watu wengi zaidi barani Afrika huathiri watu wa dini zote. Boko Haram na jimbo la Kiislamu la Afrika Magharibi ISWAP wameanzisha uasi kaskazini mwa Nigeria zaidi ya miaka 15 na kusababisha vifo vya makumi ya maelfu ya mamilioni wengine kuhama makazi yao. Nilizungumza kwa kina juzi na nikalifafanua na nikapinga kauli ya Trump aliyosema kuwa Nigeria kulikuwa kuna genocide, kwa sababu alikuwa anatulazimisha tuamini kitu ambacho sio halisi, na nikakataa tafsiri ya kuwa sehemu moja ionekane kuwa mgogoro wa kidini, sehemu nyingine ionekane ni mgogoro wa haki. Kwa sababu kama kipimo ni watu gani wanakufa na mgogoro wewe wa kidini, tupime migogoro yote duniani kwa engo hiyo hiyo tunaopima mgogoro wa Nigeria. Kwa sababu mgogoro wa Nigeria ni wa wakulima na wafugaji, ndio mgogoro uliopo. Sasa Trump kuhusisha mgogoro huu kuwa huu mgogoro ni wa kidini, kama alivyojibu anasema kuwa Boko Haram wameanza kuathiri Waislamu kabla ya Wakristo. Ni kweli. Mwaka 2014 shule ya Chibok, watoto waliotekwa mpaka wengine leo hawajapatikana, baadhi waliuliwa, wengine wakaachiliwa. Shule ya watoto wa kike ya Chibok ilikuwa ni shule ya Kiislamu, waliochukuliwa ni watoto wa Kiislamu, hawakuwa. Kwa hiyo kuhusisha haya makundi na kuwa tu eti sababu wanalenga jamii moja, no. Kwa sababu tukitazama kwa migogoro hiyo, tutawachukua Israeli na Palestina, kinachofanyika kuwa idadi kubwa ya wanaokufa pale ni Waislamu.
na wanaofanya hivyo ni Wayahudi ambao wanajinasibisha kabisa na vitabu vya dini kuwa Mungu alituambia hili ni eneo letu. Kwa nini hapa hakuna tafsiri ya udini kuwa hawa wanapigana kwa sababu wanaonea jamii moja dini nyingine? Haiwekwi tafsiri, inawekwa tafsiri kwingine ambao kwenye migogoro ya kawaida, na hilo nilisema kuwa haiwezekani kuwa hii tafsiri, kama tunataka kutumia tafsiri anayotumia Trump, basi tafsiri iende kwenye migogoro yote, sio kuangalia sehemu fulani, kama vile nilivyozungumza mara kadhaa kuwa mashambulizi yanapotokea ya vifo, mauaji, watu kujilipua, watu wanatazama nani mshambuliaji, ana jina gani, ana jina fulani tumlebo, akiwa hana jina tofauti, no, huyu sio shambulizi gani na matatizo ya akili. No, hii double standard haikubaliki. Kwa hiyo Trump alituzushia la Nigeria, Trump akazua ya Afrika Kusini kuwa jamii ya wazungu inalengwa na kuna mauaji ya halaiki kule, inafanyika genocide. Lakini hiyo serikali ya Trump inapinga kwa nguvu zote kuwa kinachofanyika ndani ya Gaza ni mauaji ya halaiki. Inakataa, inasema hakuna, yale sio mauaji ya halaiki. Ila kinachotokea Nigeria ni mauaji ya halaiki, kinachotokea Afrika Kusini ni mauaji ya halaiki kwa mujibu wa Trump na washirika wake wa Marekani. Hii sio sawa, haiwezekani hii ikawa iko sahihi kwa kila kitu ambacho unaweza ukakihisi ukakiona. Rahby Digital, haki na ukweli.